Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, na karibu tena kufuatilia taarifa zetu za mchana ya leo kutoka Kivu News Info, ikiwa leo ni Jumapili tarehe 8 Machi mwaka 2026, siku ambayo dunia inaadhimisha sikukuu ya mwanamke duniani, siku maalumu ya kutambua mchango, nguvu na nafasi ya mwanamke katika jamii hii. Katika fursa yetu tunawatakia wanawake wote heri ya siku ya kina mama duniani, kutambua juhudi za nafasi yao muhimu katika kujenga familia, jamii hii na taifa. Karibuni basi mfuatilie taarifa kamili ya habari za mchana leo, tukikuletea yale muhimu yanaendelea hapa nchini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia kwa ujumla. Nini Kivu News Info, kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote tungekusia ufanye kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kuemea vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloge Longa, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 8 za mwezi wa 3 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanya mashambulizi kadhaa ya anga usiku wa kuamkia leo tarehe 8 Machi dhidi ya nafasi zilizodaiwa kushikiliwa na wapiganaji wa waasi wa M23 mashariki mwa nchi, hasa katika eneo la Minembwe mkoani Kivu Kusini na katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Taarifa hizi zinatolewa na vyanzo vya ndani katika maeneo husika. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, mashambulizi ya kwanza yalifanyika katika vijiji vya Kagenge, Kalingi pamoja na maeneo yanayozunguka katika ukanda wa Minembwe. Wakazi wa maeneo hayo wanasema walishuhudia au kusikia milipuko kadhaa usiku kucha, jambo lilosababisha taharuki kubwa miongoni mwa raia. Elezwa kwa operesheni hizo zilifanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani, drone za kijeshi zinazotumiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika operesheni zake dhidi ya makundi yenye silaha mashariki mwa nchi. Baadhi ya wakazi walieleza kuwa walikuwa wakisikia sauti za milipuko na mfululizo, huku ndege hizo zikianguka juu ya maeneo yao. Mashambulizi hayo yaliendelea hadi asubuhi ya leo Jumapili tarehe 8 Machi na ilionekana kuongezeka zaidi ya majira saa 11:30 alfajiri, ambako mashambulizi yakilenga zaidi eneo la Kalingi pamoja na vitongoji vyake. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, mashambulizi hayo yalikuwa kilenga na kuwafurusha au kuwaondoa wapiganaji waliokuwa wakijipanga katika maeneo hayo, ambako kwa muda fulani wamekuwa wakitajwa kuwa na uwepo wa wapiganaji wa waasi wa M23. Hata hivyo, hali katika eneo hilo imeendelea kubaki ya wasiwasi hadi asubuhi ya leo, huku mashambulizi yakiripotiwa kutokea mara kwa mara katika baadhi ya sehemu hizo. Wakati huo, taarifa nyingine zinaeleza kuwa mashambulizi zingine la anga liripotiwa kufanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa tarehe 7 Machi katika eneo la Mushaki ndani ya wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, mashambulizi hayo yalilenga nafasi iliyodaiwa kushikiliwa na wapiganaji wa waasi wa M23 katika shamba linalodaiwa kumilikiwa na mfanyabiashara na mbunge wa zamani wa taifa Edward Mwanga Chuchu. Inadaiwa pia shambulio hilo lilifanywa kwa kutumia drone za kijeshi. Wakazi wa Mushaki wanasema waliposikia milipuko mkubwa asubuhi ya siku hiyo, hali iliyofuata na harakati zisizo za kawaida huku karibu la eneo hilo lengwa. Baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa uharibifu wa mali uliripotiwa katika eneo hilo ambayo inadaiwa kutumika kama kituo cha vifaa na mipango ya wapiganaji wa waasi wa M23. Kwa upande wake, muungano wa waasi wa M23 umedai kuwa shambulio hilo lilisababisha vifo vya raia. Hata hivyo, vyanzo kadhaa vya ndani katika vijiji hivyo vinazunguka eneo hilo vinasema kuwa hadi sasa kuna taarifa iliyothibitisha kuwepo kwa vifo vya raia. Hadi kufika sasa, mamlaka za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hajatoa taarifa rasmi kuhusu mashambulizi hayo ya anga wala kutoa tathmini ya madhara au matokeo ya operation hizo. Eneo la Mushaki linachukuliwa kuwa njia muhimu kimkakati inaunganisha maeneo kadhaa ya wilaya za Masisi na mji wa Goma. Kwa miaka kadhaa sasa, eneo hilo limekuwa likishuhudiwa mara kwa mara operesheni za kijeshi pamoja na mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi yenye silaha, kuanzia harakati za CNDP, baadaye M23 ya zamani hadi kundi la sasa la AFC M23. Kutokana na hiyo, wakazi wa maeneo hayo wanaendelea kuishi katika hofu kubwa, wakihofia kuongezeka kwa mapigano na madhara ya kibinadamu, hasa katika maeneo ambayo tayari yameathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muungano wa waasi wa M23 umeamuru Jumapili leo tarehe 8 Machi kuhamishwa kwa baadhi ya wapiganaji wao waliokuwa wakifanya doria katika mji wa Goma na katika eneo la Nyiragongo kuelekea mstari wa mbele wa migano kwenye mwili wa Sake Masisi katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na vyanzo vya usalama, uamuzi huo unachukuliwa wakati ambako mapigano yanaendelea katika eneo hilo muhimu inaunganisha mji wa Sake na wilaya ya Masisi. Katika siku za hivi karibuni, eneo hilo limeripotiwa kushuhudia mapigano makali kati ya waasi
na vikosi vya serikali. Chanzo kimoja kutoka ndani ya kundi hilo la M23 kilichoweza kuzungumza Jumapili kinasema kuwa vitendo kadhaa vya wapiganaji tayari vimepewa maagizo ya kujiandaa kuelekea mstari wa mbele wa mapigano. Kwa mujibu wa ushuhuda huo, baadhi ya wapiganaji wa kundi hilo wana hofu ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi dhidi yao, hasa kutokana na matumizi ya ndege zisizo na rubani, drone ambazo zinaripotiwa kusababisha hasara kubwa katika safu zao. Chanzo hicho kinaongeza kuwa ndani ya baadhi ya wapiganaji kuna hali ya kutoridhika, huku wakilalamika changamoto zinazohusiana na malipo yao pamoja na hali ngumu ya maisha wanakutana nayo wanapopelekwa katika maeneo ya mstari wa mbele wa mapigano. Mili wa Sake Masisi unaendelea kuwa moja ya maeneo muhimu ya mapambano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linaungwa mkono na baadhi ya makundi ya wazalendo. Eneo hilo linachukuliwa kuwa la kimkakati kwa sababu linadhibiti njia muhimu zinazoweza kuelekea mji wa Goma, makao makuu ya mji wa mkoa Kivu Kaskazini. Kutokana na umuhimu huo wa kijeshi, pande zote mbili zimekuwa zikijaribu kuimarisha uwepo wao katika maeneo yanayozunguka mli huo. Wakati mapigano yakiendelea katika maeneo kadhaa Kivu Kaskazini, wakazi wa maeneo ya karibu na mstari wa mbele wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi mkubwa, wakihofia kuongezeka kwa mapigano na madhara ya kibinadamu yanayoweza kujitokeza. Watu wenye silaha wasiojulikana wamefanya uvamizi katika kijiji cha Monadia ndani ya wilaya ya Mambasa mkoani Ituri na kuiba mali mbalimbali pamoja na kumteka mwanamke mmoja, kwa mujibu wa vyanzo vya mashirika ya kiraia katika eneo hilo. Shambulio lilitokea usiku wa kuamkia Jumamosi majira saa 4 usiku katika kitongoji cha Monadia kilichopo takriban kilomita 15 magharibi mwa Mkomo katika kundi la kijiji cha Mungole chini ya utawala wa Jadi ya Babila Babombi. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa kutoka wakazi wa eneo hilo, washambuliaji waliingia ghafla katika nyumba kadhaa za raia ambapo walipora mali mbalimbali. Miongoni mwa mali zilizochukuliwa ni pamoja na fedha taslimu, magunia ya makakao pamoja na wanyama wa kufugwa kama kuku na bata, kabla washambuliaji hao kukimbia kuelekea kusikojulikana. Katika tukio hilo, mwanamke mmoja mkazi wa kitongoji cha Monadia aliripotiwa kutekwa nyara na watu hao wenye silaha. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mwanamke huyo alichukuliwa na kupelekwa mahali pasipojulikana na hadi sasa hajulikani alipo. Alipozungumzia tukio hilo, Ramsi Malikidogo, mwanaharakati wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo la Mambasa, amesema kuwa uvamizi ulifanywa na watu wenye silaha waliovamia kijiji hicho usiku. Alisema majambazi wenye silaha waliingia katika kitongoji cha Monadia usiku wa kuamkia Jumamosi majira saa 4, walipora mali nyingi ikiwemo fedha, makakao pamoja na wanyama wa kufugwa. Pia walimteka mwanamke mmoja mkazi wa eneo hilo na kumpeleka kusikojulikana. Kwa mujibu wa viongozi wa kijamii katika eneo hilo, tukio hilo linaibua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama sehemu hiyo ambayo imedaiwa kuwa chini ya ulinzi wa vikosi vinavyopambana na makundi yenye silaha. Ramsi Malikidogo ameongeza kuwa wakazi wanashangaa kuona matukio kama yanatokea katika eneo ambalo lina uwepo wa wapiganaji wa wazalendo pamoja na wanajeshi wa serikali. Kwa upande wake, mashirika ya kiraia katika wilaya Mambasa amelaani vikali shambulizo hilo jipya na kuwataka viongozi pamoja na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka. Wamezitaka mamlaka husika kufungua uchunguzi wa kina ili kuwabaini na kuwakamata wahusika wa tukio hilo. Katika miezi hivi karibuni, wakazi wa maeneo kadhaa ya wilaya Mambasa wamekuwa wakilalamika kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu kwa kutumia silaha, hasa uvamizi wa usiku na ulenga nyumba za wananchi pamoja na maduka ya wafanyabiashara. Kutokana na hiyo, viongozi wa jamii pamoja na mashirika ya kiraia wanatoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi katika vijiji vya eneo hilo pamoja na kufanyika kwa uchunguzi wa kina ili kuwabaini na kuwafikisha mbele ya sheria wanaohusika na mashambulizi hayo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameonyesha shukrani za nchi yake kwa mchungaji na mwanaharakati wa haki za kiraia wa Marekani Jesse Jackson, akimtaja kama mmoja wa watu waliojitolea kusaidia kutafuta suluhisho la amani kwa migogoro ya kisiasa na kiusalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Tshisekedi alitoa kauli hiyo siku ya Jumamosi wakati wa ibada ya kumwenzi kiongozi wa Marekani iliyofanyika mjini Chicago nchini Marekani, kwa mujibu wa video iliyochunguzwa siku ya leo Jumapili. Katika hotuba yake, rais wa Kongo alisisitiza kuwa taifa lake linaendelea kukumbuka mchango wa Jesse Jackson katika juhudi za kuimarisha demokrasia na amani nchini humo. Rais Tshisekedi alisema kwa wakati Jesse Jackson alipokuwa mjumbe maalum wa masuala ya Afrika chini ya utawala wa rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton, hakusita kutembelea Kongo katika nyakati muhimu za kihistoria ya kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ziara hizo zilenga kuhimiza mpito wa kidemokrasia, kuhamasisha mazungumzo kati ya pande mbalimbali za kisiasa pamoja na kusisitiza umuhimu wa amani. Rais Tshisekedi pia alieleza kuwa Jesse Jackson alijihusisha
kujiandikisha katika juhudi za suluhishi wa mgogoro na alionyesha kujali hali ya wakimbizi pamoja na watu waliokimbia makazi yao hasa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wameathiriwa kwa muda mrefu na vita na mgogoro ya silaha. Kauli ya Rais Tshisekedi ilitolewa baada ya hotuba ya Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ambaye pia alisafiri hadi Chicago kuhudhuria ibada hiyo ya kumwenzi na kutoa heshima zake kwa mwanaharakati huyo mshauri wa jamii ya Waafrika wa Marekani. Hafla hiyo ilikusanya viongozi na watu mashauri kutoka mataifa mbalimbali waliokusanyika kutoa heshima zao kwa Jay Jackson anayekumbukwa kwa mchango wake katika mapambano ya haki za raia, diplomasia ya kimataifa pamoja na juhudi za kutafuta amani katika maeneo yenye migogoro duniani. Mratibu wa shirika la Sosiko DRC katika mji wa Baraka, Jojo Ngonda Chakubuta, ameeleza kwa kina hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini, akizungumzia hasa hali iliyoko katika mji wa Baraka pamoja na maeneo Minembwe, Mikenge na Pwenzero. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Jojo Ngonda amesema kuwa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo hayo yanaendelea kuwa ya wasiwasi kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha na harakati za kijeshi zinazojitokeza mara kwa mara. Kwa mujibu wake, katika mji wa Baraka leo usalama inadhibitiwa, lakini wakazi wanaendelea kuwa na hofu kutokana na taarifa za mara kwa mara za matukio ya kiusalama katika maeneo yanayoizunguka mji huo. Kuhusu eneo la Minembwe, ameeleza kuwa hali ya usalama bado ni tete kutokana na uwepo wa vikundi mbalimbali vyenye silaha pamoja na harakati za kijeshi zinazoweza kusababisha mapigano muda wowote. Mratibu huyo wa Sosiko DRC ametoa wito kwa mamlaka pamoja na wadau wa usalama kuongeza juhudi katika kurejesha utulivu katika maeneo hayo ili kulinda maisha ya raia pamoja na mali zao. Pia amesisitiza umuhimu wa mazungumzo na juhudi za pamoja kati ya serikali, jamii na wadau wengine kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa majina naitwa Kakozi Chakubuta Jojo Ngonda. Mimi ni coordinator wa shirika la raia la wananchi wa Kongo, katika lugha la Kimombo wanaita Société Civile des Compatriotes Congolais, en sigle ni Sosiko RDC. Unaweza kutuambia nini ya fupi kuhusu hali ya usalama mjini Baraka baada ya vuguvugu zilizokuwa hapa Baraka ya M23 kuingia Uvira na hapa kwa kuwa changamoto nyingi kwa hali ya usalama? Je, nini mtazamo wenu? Unajua, wakati vita inapokuja, wanamtangazaji, kuna ile tunaita psychose, na ile psychose ilikuja kutoka kwa wanajeshi ambapo walikuwa kwenye shamba la vita, na wakati walipofika basi raia nayo ikajaa na hofu na uoga zaidi, na wao pia wakaona wanajeshi wanakuja wanakimbia, na raia nayo ikashtuka, na baada ya kushtuka nao wakaanza kufunga mizigo na kwenda. Na hiyo wakati usalama ulikuwa ukizorota mkubwa sana, na ndipo tumeshukuru kwanza serikali ya Kongo, kwa sababu wakati usalama ulizorota, wanajeshi kukimbia, raia kukimbia, serikali ilituma wengine wanajeshi, ambapo tunatosha coup de chapeau kuinite ya Ibu, ambapo ilikuja na ikakuwa kumaintenir na kuingia pamoja na wazalendo, ambapo tunawashukuru kwa sababu walikaa kideti na kusema kwamba nchi ni yetu, pamoja na serikali ya Kongo hatuna nyingine udongo. Na hapo ndipo wakati walikuja na kuanza kuavancer na ukaona matunda. Pia tusisahau kwamba president de la République alifanya ile tunaita diplomatie niko totalement plus forte jusqu'à ce que Rwanda na baadhi wake ambapo ni watu ambapo walipata mafunzo ya notama wana Corneille Nangaa wa Sultani Makenga na Paul Kagame, wakati walipata pression kutoka kwa Etats-Unis d'Amerique baada ile akoro ya pe yenye ilifanyika pale, walijiretire katika jiji la Uvira na zingine eneo wakaenda wanatoka. Na wakati walitoka na wakutoka kwamba kwa mfano Uvira wakutoka kwamba ni juu ile akoro, ni pression kuona nguvu ya jeshi gisi ilikuja hii aibu, na wakaanza kuondoka, wakazingisha kwamba wanatoka kwa hiari yao, hawakutoka kwa hiari, ni frap. Kwa hiyo a partir ya ile wanamtangazaji, ndio wakati Uvira tena jeshi letu lilipoingia na wazalendo na serikali kuanza kuenda polepole anatia wanajeshi nafasi, hali iliende na tulia katika tarafa la Fizi na upekee katika jiji la Baraka, kwa sababu hali ilikuwepo Baraka na Fizi. Tarafa la Fizi ni hali ambapo nayo ilikuwa affecte province ya Tanganyika, hususan katika mji wetu mkuu wa Kalemi. Kwa hiyo ni hiyo ambapo tunaonyesha kwamba hali ya usalama sasa hivi inaenda na jamiliore, kuona kwamba serikali iko naenda inafanya kazi zake zote ili usalama urudie. Na huko naenda ukiangalia mbele ilikuwa kila mara masasi, lakini wakati tulizogelewa viongozi
tukazogelea viongozi, na unaona hali iko naenda inabadilika, na kuko na kuwa kameme watu kuliko tena kuanza kazi na saa 12 kumaliza kazi na saa 12. Leo watu wanaanza fikisha saa 2, saa 3, saa 4 ya usiku. Kwa hiyo inaanza kuonyesha kwamba kuna kuwa moja hali ya kweli inageuka ya watu kupata usalama katika jiji la Baraka na tarafa la Fizi. Hapo jana na leo kuna watu ambao walikuwa katika hali isiyopendeza kutokana na milio za risasi zilizosikika makuchio ya leo na kuingia ya jana, na hata mchana wa leo panakuwa na crepitement de balles zilisikika. Nyinyi kama shirika la raia mnakuwa na mtazamo gani ya kuambia raia kwa hayo? Ya kwanza raia ijue kwamba hapa Baraka tuko mubaza aeriere. Donc ni lieu ya rassemblement ya wajeshi wote ambapo watatoka ili kuwa disperser, ili bakuwe redeployer et deployer kuma front. Kwa hiyo ni lazima, unajua fasi yote watu wanakutanana, kunakuwa ni hali, kuna wale ambapo wanakuwa na hali ya kukomala na kuna wale ambapo wanakuwa hawana hali ya kukomala. Stajiri, kuna wale wanajua kwamba mimi niko mwanajeshi, kazi yangu ni hii, na kuna wale wengine waliingia katika jeshi, waliingia tu lakini hawajui nini ambacho wanapaswa kufanya. Kwa hiyo wanapokuwa wanapiga masasi inatuumiza sisi wa raia, inatupatia uoga. Hata pia wao wanajeshi kuna wengine wafurahiwe na ile vitendo, lakini ukiangalia ndio gisi nimekuambia, ukiangalia hali ilikuwepo mbele na sasa hivi inakuwa ni kuna mabadiliko. Na nikiangalia sana komanda region mwa tuko naye hapa AI Colonel Mark komanda Ademlog wa FRDC, unaangalia avec discipline nyiko naenda na renforcer kwa FRDC, hii hali itende na inatoka, sio kwamba leo tunasema na leo vinaisha. Tujue kwamba tuko mubaze aeriere na hapa kunapaswa kujaa sana wanajeshi, na wakati wanajaa sana inapaswa kuwa ni vile tu, na zaidi ni hii mapombe yenye watu mapombe wa makali, wakati anaenda kukunywa vile anakuwa kufikia kupiga masase pasipokuwa na faida yoyote ile, banasema dissipation de munitions et des armes. Umezungumzia jeshi la Ibu ambalo kwa sasa nyinyi kama shirika la raia Baraka mnakuwa mkipongeza, na siku mbili haipite wamedhibiti pamoja na wazalendo kijiji cha Mikenge. Ni baada ya miezi 10 Mikenge imedhibitiwa na waasi. Nyinyi kama shirika la raia mnakuwa na mtazamo gani kwa udhibiti wa Mikenge na jeshi la taifa? Ya kwanza tujue vita sio kwamba watu wanacheza kabumbu au ni watu wanakamata, unaenda uza ndaga unakia kupiga mwako nyumba na unarudia. Vita inaomba akili, vita inaomba kuelewa adui ana silaha gani. Na unajua wakati watu walikimbia wanajeshi wengi walipotoka kule, ule adui aliwahi beaucoup plus kujirenforcer, na kwa kuangalia koma atakamata ine offensive contre jeshi letu la FRDC pamoja na wazalendo. Ni hapo pia kwanza ni kuambia kwamba tulishukuru, nilikuambia mwanzo, tulishukuru chef de l'etat son excellence monsieur Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kujua kwamba ni lazima Uvira imeanguka. Je, kama Uvira inaanguka huku Kinshasa itakuwa namna gani? Ndio maana uliona wanajeshi wanakuja, na tunajua kwamba mao plateau kwamba nako waasi wa M23 FC Twiganeo Ngomini walikuwa beaucoup plus biko renforcer na Red Tabara kutoka wanajeshi wa Rwanda. Kwa hiyo ni lazima jeshi ilielewa, na ndio maana uliona vita ilikuwa kali sana, kwa kumpongeza mzee Amuri ya Kutumba ambapo William ambapo alisaidiana na jeshi la FRDC. Tunamshukuru mzee Kakobanya, tunamshukuru mzee Olivier Bolingo mtetezi wa pili, ambapo waliungana pamoja, mzee Ngomazito na wengine ambapo hatukufikia kuwataja kufatana na majina kwamba huenda imetupotea, lakini wote wazalendo wote waliambatana na jeshi na kusema kwamba lazima tukamate Mikenge na tukamate, tutafika Minembwe. Na ukiangalia tayari tuko katika Minembwe, na wakati tuko katika Minembwe sio kwamba tushakamata Minembwe yote, hapana, ila ni mafasi zimoja, lakini msiku ambapo zinazokuja najua tutakontrole Minembwe na watu wataishi kwa amani na maaktivite komersiale zitakuwa nafasi zote. Mji wa Baraka, hali ambapo imekuja ikajitokeza kutokea kule Kindu, marezo sosio zikakuwa habari zinakuja za kwamba watu wanaibiwa sehemu za siri wakigusana, zikafika Kalemi, zikakuja Misisi hadi zikafika hapa Baraka. Kwa hiyo sisi tumefanya utafiti tukaona kwamba ni upuuzi mtupu na ni mambo ya ujinga, kwa sababu bwana mtangazaji utakuwa na mimi ukweli ni kwamba
mtu anapokuwa unabebewa sehemu zako za siri, sijui unaweza fanya dakika 2 au 3 hujakufa. Habiwezekana. Na ikiwa umebebewa sehemu za siri, zinatoka zinaenda wapi? Na unasema kwamba tena zinarudishiwa. Tunakamata hapa Baraka, zinarudishiwa. Sasa kama zilirudishiwa, yani kulikuwa kidonda, sasa ilibandikiwa hai. Kwa ni keshozi mwanzo yenye ba intellectual banapaswa kuwa biko banajiuliza, nilibebewa, ulibebewa bikaenda wapi? Na ilirudia namuna gani? Kwa hiyo hatukatai ulozi, tunaitika ulozi upo. Lakini sasa hivi ukiangalia ni watu ambapo hawana hatia, ni watu ambapo wamekufa mu vitu ambapo hawavijui, ni watu ambapo waliteseka. Watu wote, nani kabisa alimuona umoja wa kusema kwamba ni mimi ndo nilileta ile hali ya kulunguza ya kunani ya kusema kwamba anabeba watu kwenye sehemu za siri? Ni nani? Hajaonekana. Mwanafunzi wa watu ambapo alikuwa anatoka pale kufeke kufanya nini ile tunaita, alikuwa fanya stage ama marecherche, wamemunguza mwanafunzi, walimunguza. Kwa hiyo na 18h 19h alitafuta unguzo, akamwangiwa essence, ilikuwa ni juzi kumwangia essence, wakapiga limeti ya kwanza ikuwaka, ya pili ikuwaka. Unaona, na hivi kama tungekuwa tunapoteza watu watatu. Lakini tumeshukuru kwa sababu mimi kama kiongozi wa raia nilielewa na nikaanza kupita kufanya ile masensibilisation ya mass, kuambia watu kwamba ni habari za uongo, hazina uhakikisho yoyote ule, na yule anajua kwamba umemwona mtu na amechukua mwili wako, basi kuna vitengo ambapo vinahusika. Ni lazima watu wanapeleka wale ambapo unawashakia, wapeleke kwenye polisi, wapeleke ku ANR, wapeleke ku FARDC, waende waangalie, na ipokuwa kama ni kweli, basi lazima sheria itamfuata. Lakini kama sio kweli, kwa nini uzingishie ndugu wako na nini kabisa? Mbona mimi nimesalimiana na nyie? Mbona mwili wangu haukwenda? Sasa kwa nini tuendelee kwamba mtu mnapishana, mlevi wa watu anapita mnagusana eti kwamba anataka kukubeba mwili wako wa kianaume? Kwa hiyo ni vitu vimoja viliingia mu logiciel, ni kama ile logiciel ingilisha kuwa tayari mu vichwa ya watu kusema kwamba ni binakuaka tu bulozi gisi na kuaka gisi. Tunaonaka mzee wa watu iko na imvi, iko na macho ya rouge, iko na mapengo, ni mulozi tu. Kwa hiyo ni vitu ambapo tunapaswa achana navyo na kusema kwamba raia wa Baraka na wa tarafa la Fizi hatupashi kujamulia. Ndio maana tunasema tunapaswa kupone beaucoup plus juu ya cohesion sociale na paix, na kusema sisi wote pamoja no à la justice populaire, hapana kujichukulia sheria kwa vitendo ambavyo havina mapreve. Kufatana na wizi ambapo umeniuliza, ndio wizi, unajua ni mgini mkubwa na polisi itakuwa nafasi zote zile, na hiyo wakati ya mwizi. Na ukiangalia ile ni vitu ambapo vimetusikitisha, na ndio maana tunaomba serikali ifanye nguvu zake zote ikamate wale wahalifu na iwatraduire kwa kuomba chambre foraine iwakamate, na yule walisema iliibiwa wakamatiwe, kwa sababu watuonyeshe namna gani iliibiwa, sababu wakikamatwa itakuwa ni funzo kwa vitendo ambavyo havina uhakikisho. Kwa hiyo ni hali ya buduru, ni hali ya buduru. Kufuatana na wizi gisi ulivyoongea, niliongea kwamba wizi ni lazima watu wanapokuwa wako wengi, ya kwanza tujue kwamba silaha hazina kontrole katika jiji la Baraka na tarafa la Fizi, ile tuelewane. Na ya pili ujue kwamba ambapo wanashika silaha kuna aina 4. Kuna aina ya FARDC, kuna aina ya polisi, kuna aina ya wazalendo na kuna aina ya wafo wazalendo ambapo wameshika silaha kwa kujitransforme kwa njia ya kuwa wanatrakase watu usiku na kwa kuiba watu na kwa kuumiza watu. Na kuna wengine ambapo waliingia katika jeshi kuliko kujua kwamba mimi mwanajeshi kazi yangu ni kukinga mipaka na raia na vitu vyake. Yule mwanajeshi ambapo iko controle hajui sababu ya kuwa mwanajeshi, naye anaenda jiingiza mu mambo ya bwizi. Wala ndio bwizi ambapo iko napitika humu katika jiji letu. Na ila wao watakwambia alikuwa na bunduki. Sisi tukiambilia alikuwa na bunduki tulishakutajia watu waine. Kwa hiyo akituambia alikuwa na silaha na teni, benye biko wavala mateni ni FARDC, biko wavala mateni ni la polisi, biko wavala mateni ni wazalendo na wafo wazalendo. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kwa kujua ni huyu. Ndio maana wakati sisi mashirika za kiraia tunapokuwa tunatosha habari na hatuna uhakikisho kwamba alikuwa ni mtu fulani, tunakuambia ce sont des personnes non autrement identifiées. Ni watu ambapo walikuwa wanavalia
nguo za kiaskari na silaha, lakini hawajulikani. Tunaishia pale kwa sababu hatuna uhakikisho kwamba ni mwanajeshi au sio mwanajeshi. Yapata sasa siku kadhaa 2 au 3 hivi tangu vile vitendo vya unyama kushuhudiwa baada ya ule uvumi wa kuibiwa sehemu za siri. Baada ya sensibilisation au hamasishaji ambao mlifanya, kwa sasa mmefikia hatua gani? Ukiangalia wanamtangazaji, kwa sababu hali iliharibika tangia ilianza tariki 28 ya mwezi wa pili katika jiji la Baraka pale Kalinga Nord, kufika tariki 2 ya mwezi wa tatu, hali ya mtu wa kwanza, kufika tariki 3 ya mwezi wa tatu, tariki 3 ya mwezi wa tatu kunani ya Isteme pale Korompwe, na watu 5 au 6 wakaponea chupuchupu, mkiwemo wa askari 2 na wa raia wengine 4. Kwa hiyo unakutana, ukiangalia baada ya tariki 2 na tariki 3, kuanza tariki 5 na leo 6, unaweza ukapita na usikii tena watu wanavyoongea, kwa sababu wametukubali, tumewaonyesha, tumewahamasisha, tunawaambia ukweli, kwa sababu sisi hatuwezi enda kukubali kitu ambacho hatujakuwa nacho na proof. Kwa hiyo mimi kabisa naweza nikafurahiwa mwili wangu uondoke na mimi niachie ule mtu, jibu hapana, lakini tufanye kitendo cha kukamata mtu wakati unakuwa una udhibitisho. Kwa hiyo ukiangalia kwa leo na jana, najua mjapata lalamiko yote katika jamii. Una ujumbe gani kwa raia wote wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi? Ujumbe wangu ni ya kwanza kuambia wale ambapo wanakuwa wanauzisha ile maepenge kwamba warudishe bei ya 200. La, wakiendelea kutia 2000, donc ni wamoja wapo ambapo wanatuma hali ya watu kuitika kama hii vitu vya buduru vya kuchukuana sehemu za siri zipo, kwa sababu wakati unapandisha epengle 2000, ule mtu anakuwa na akili kwamba epengle ndio dawa, kwa sababu ndio watu naambiliwa epengle itakuwa dawa namna gani? Kwa hiyo wale watu wa epengle tunaomba serikali iwachukulie hatua kali, kwa sababu wakirudia kwa ile 200 itaonekana kwamba hakuna dalili zote mbaya za vitu ya ukatili katika jiji la Baraka. Ya pili ni kuomba raia waache kuwa wanatapakaza habari za uongo kwenye mitandao na kwenye jamii, kwenye mabomba, nafasi zote, kwa kusema mahabari ambapo hawana uhakikisho. Na 3, hapana kujichukulia sheria mikononi. Kuna vitengo ambapo vinahusika na sheria, ni wale ambapo wanapasha kuchunguza kama kitendo ni cha kweli au ni cha uongo. Kwa hiyo ni ile, na tunaomba waadministrateur wa magrupu ya marezo sosio ya WhatsApp na ma Facebook wao wa kwanza kuwa na retire watu na kusiprime ma message yenye iko na amene watu kune ya justice populaire. Voilà message zetu ambapo tunapatia watu ili wajue kwamba Baraka watu waishi na amani na watu wafanye kazi za. Na kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 8 za mwezi wa 3 mwaka 2026. Na mara kwa kusikiliza ni Kivu News FM, kwa siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakushukuru kwa kuungana nasi na kuendelea kutuamini kwa habari za kweli na zenye kuaminika. Na kwa mara nyingine tena tunawatakia wanawake wote heri ya siku njema ya wanawake duniani, tukitambua mchango wao mkubwa katika jamii hii. Mimi ni Tereje Longa, na mara kwa kusikiliza ni Kivu News FM, kwa siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tungekusihi kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo yetu na mazungumzo yetu kila siku, kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi acha nitakie mchana mwema na mafanikio tele, na huenda tena tutanane kesho kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu.